Habari tena, tunaendelea tena somo la vipimo vya maabara. Leo somo la 22, urea ni nini? Urea ni nini? Kuna watu wanaambiwa urea yako imepanda, lakini hawajui maana yake mpaka figo zao zinaanza kupata shida. Kwa tujifunze leo urea ni nini. Urea vile vile ni taka, ni takataka inayotengenezwa mwilini baada ya mwili kuvunjwa kwa protein. Protein tunazokula zilizopo mwilini zinavunjwa, zikivunjwa zinachukuliwa zile protein na mwili kwenda mwilini, lakini baadaye zinakuwa taka kwa sababu zinakuwa zimetumika. Sasa taka hizi sasa ndio zinaitwa urea. Taka hii hutolewa kwa njia ya mkojo vile vile na figo. Kutoka mwilini zinatolewa kwa njia ya mkojo na figo. Kwa hiyo urea ikiongezeka inaweza kuonyesha figo hazifanyi kazi vyema. Kwa maana ya urea ikipanda zikiwa nyingi ni kiashiria kwamba figo zako hazifanyi kazi vizuri. Pia inaweza kuonyesha kwamba una dehydration. Tulizungumzia habari za dehydration kwa maana ya kwamba unapoteza maji mengi mwilini. Urea ya kawaida kwa watu wazima. Kwa kawaida urea ya watu wazima inatofautiana maabara na maabara, lakini maabara nyingi utakuta kiwango cha 2.5 mpaka 7.1 milimo per lita. Hiki ndio kinakuwa kiwango kamili kwa mtu mzima, lakini kama nilivyosema, viwango hivi vitatofautiana kati ya maabara na maabara. Ziko sababu tunaweza kujifunza huko mbele, Mungu akipenda. Urea inaweza ikapanda kwa sababu gani? Sababu zinazosababisha urea kupanda: moja, upungufu wa maji mwilini, dehydration. Mwili ukikosa maji, urea hujikusanya kwenye damu. Hii ni moja ya sababu. Lakini pia sababu ya pili, matatizo ya figo. Figo zikichoka haziwezi kutoa taka vizuri, huyo urea itajazana kwa sababu figo haziwezi kutoa taka vizuri. Tatu, kula protein nyingi. Tulijifunza somo fulani kule nyuma aina ya vyakula. Kwa hiyo hatutakiwi kula vyakula vya protein nyingi zaidi. Nyama, tupunguze protein zilizomo kwenye nyama, hiyo zinaongeza urea. 4, ukiwa na maambukizi makubwa au homa kali, mwili unashindwa kuvunja protein nyingi, unavunja protein nyingi. Kwa hiyo maambukizi makali pia yanasababisha urea kuwa nyingi, hivyo kusababisha figo kushindwa kuhimili namna ya kutoa hizo taka. Hizi sababu 4 ndio hasa zinazosababisha urea. Dalili unazoweza kuziona na kuona kwamba urea imekuwa nyingi mwilini mwako au mwilini kwa mgonjwa, dalili zifuatazo ambazo zinaangaliwa. Ukiwa na uchovu mwingi, unaweza kawa tunahisi urea yako imepanda pia. Wakati mwingine unaweza kusikia kichefuchefu, urea yako inaweza kawa imepanda. Kupungua hamu ya kula, hii nayo inaweza kusababisha
urea yako, au inaweza kuwa sehemu ya dalili ya urea yako imepanda. Mwili kuwasha, inaweza mwili unawasha sana, inaweza kuwa pia urea yako iko juu. Kuvimba miguu, ukiona miguu yako imevimba, kwa baadhi ya wagonjwa au baadhi ya watu, ni kiashiria pia kwamba urea iko juu. Kwa dalili hivyo, urea iliyopanda sio ugonjwa. Kimsingi urea ikipanda sio maana yake una ugonjwa, ni ishara, ni alama ya kuonyesha tu figo zako au mwili wako una shida fulani. Basi usikose sehemu ijayo ya masomo haya ya vipimo vya maabara na matatizo ya figo. Ni follow kwa elimu ya afya zaidi na kwa lugha nyepesi zaidi. Mungu akubariki.